Shalom, shalom. Karibu kwenye mafundisho yetu ya jioni ya leo. Tulisema kwamba tutazungumzia vipengele vitatu na kwenye vipengele hivyo tayari tunakwenda kwenye kipengele cha tatu. Unaweza kupambanua kwa namna nyingi kama ifuatavyo. Jambo la kwanza tumeligusia namna gani maandiko yanatueleza kuhusu hadithi ya kazi alizozifanya Mungu. Neno la pili, pale maandiko yanaposomwa, msomaji hautakiwi kuchagua neno moja tu ambalo linakufurahisha. Neno la tatu ni hapo tutakwenda kujifunza leo. Pale tunapotumia Biblia hatuwezi kwanza kuuliza hii inasema nini kuhusu sisi? Hapana. Unapouliza hayo maswali tayari utakuwa umekosea. Historia haikuandikwa kwanza kwa ajili yake, hapana, bali imeandikwa ili kuelezea Mungu anafanya nini katika ulimwengu. Kwanza, Mungu anafanya nini katika ulimwengu? Unapogundua nini ambacho Mungu anakifanya katika ulimwengu, then unaweza sasa kuja kwa baadaye. Sasa hebu mimi nielezee namaanisha nini. Mwanzoni mwa mwaka huu nilikuwa naongea na kundi la watu kuhusu namna Roho Mtakatifu anavyowatokea wanafunzi wake alivyowatokea wanafunzi wake wakati wa Pentekoste au Pentekosti. Nikauliza tunatakiwa kujifunza nini katika tukio hilo? Mtu mmoja akasema Mungu alituma Roho ili kunifanya kuwa mtakatifu. Je, Mungu alituma Roho ili kukufanya mtakatifu? Ni katika namna hiyo hiyo tunapaswa kuomba ili Mungu aweze kufanya tukio lile lile alilolifanya siku ya Pentekoste katika maisha yetu ya kila siku. Alisema kwamba kabla ya kutokea kwa Roho Mtakatifu, wanafunzi walikuwa Wakristo wa kawaida tu. Hata na wewe, ikiwa huna Roho Mtakatifu, basi uko Mkristo wa kawaida tu. Yes. Lakini Mungu alipowatumia Roho Mtakatifu, walikuwa ni Wakristo kabisa ambao kwanza walizungumza kwa lugha, pili uoga uliokuwa ndani yao uliondoka, wasiwasi ziliondoka na wakaanza kuongea kupitia ndimi za moto wao kwa wao. Tunapohitaji Roho Mtakatifu katika maisha yetu, tumeambiwa tuishi na kutembea katika Roho. Kama hauishi na kutembea katika Roho, basi hauwezi kumpokea Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu hauwezi kuwa ndani yako. Ndio kwa maana Mtume Paulo anawaandikia Waefeso akisema don't quench the Holy Spirit. Msimghadhibishe Roho Mtakatifu, maana kupitia yeye mumewekwa muhuri. Pia wanafunzi walitembea ndio na Roho Mtakatifu, lakini haikukuwa rahisi kwao kuweza kuelewa uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha yao. Katika uhalisia na kwa kuongea kwa ulimi, Mungu alikuwa ameonesha kuwa laana ya mnara wa Babeli ilibadilishwa. Watu waliongea kwenye ndimi. Tukumbuke pia katika Agano la Kale kwenye kitabu cha Mwanzo, watu walijivuruga, wakajenga mnara wa Babeli ili kwenda kumfikia Mungu. Hapo Mungu akaleta laana ya kuweza kuwafanya waongee lugha gongana, waongee lugha ambazo hawataelewana wao kwa wao, ili ile project ya mnara iharibike. Lakini sasa Mungu, hii siku ya Pentekoste, Mungu tena anarejesha baraka, akiondoa ile laana ya mnara wa Babeli na kuwafanya wote wazungumuze kwa lugha moja tu. Kwa sababu gani? Mitume hawakukuwa wote wa kabila moja. Leo wengi wanadhani kwamba unapoongea kwa ulimi kwa kutumia lugha ya miujiza ambayo hakuna mtu anaweza kuelewa, wanadhani kama ile ndo fashion. Wakati unazungumuza kanisani kwa lugha ambazo watu wengine hawaelewi, unapoteza muda wako bure. Bora ujiachie tu. Lakini tunaposoma historia ya maandiko tunaona kwamba wakati wa Pentekoste wanafunzi waliongea lugha zilizokuwa zinaeleweka kwa wanadamu. Sasa unapoanza rabashanda rabadudu burabada, vitu ambavyo havieleweki, afadhali unaacha tu.
Katika Agano la Kale, Mungu alichanganya lugha za binadamu kwa sababu dunia ilikuwa imejaa dhambi, na ndio kwa maana Mungu amechanganya lugha za wanadamu. Hebu chunguza kitabu cha Mwanzo 11 uone kile kilichofanyika. Alihitaji kuwagawanya binadamu baada ya kuja kwa ajili alihitaji kugawanya wanadamu ili wasiweze kutimiza malengo ya dhambi. Lakini baada ya kuja kwa Yesu Kristo au kwa injili ya Yesu Kristo, na Yesu Kristo kama vile mfalme, sio kwa Wayahudi. Yesu hakuja kwa ajili ya Wayahudi, bali alikuja kwa ajili ya watu wote. Kwa hiyo Mungu alijidhihirisha kwa kuongea na watu akitumia ndimi zilizogawanyika. Wakati Petro alipoongea siku ya Pentekoste, alihubiri injili kwa kutumia lugha ya Kiebrania, lakini watu wengine kutoka mataifa mengine walielewa katika lugha za mataifa yao wao. Ni kama vile alikuwa na Bluetooth. Alipokuwa akihubiri katika Kigiriki, akinena katika Kiebrania, watu wa mataifa yote walimuelewa. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume 2 mstari wa 7 hadi 12. Roho Mtakatifu katika kumpatia Petro zawadi ya ulimi alionyesha kwamba katika injili Mungu aliitoa laana kwa Babeli. Ina maana Mungu alitoa laana ya Babeli wakati watu walizungumuza lugha moja tu ya waliokubaliana nayo, walioisikiliza. Mtu mmoja aliongea Kiebrania, wengine ambao watu wa mataifa yote ambao walikuwa sio Waebrania waliweza kuelewa Kiebrania mara moja. Yesu ndiye mfalme wa mataifa yote. Kwa hiyo injili sio tena kwa ajili ya taifa moja, bali injili ni kwa mataifa yote. Zawadi ya Roho Mtakatifu na uwezo wa kuonekana kwa lugha unaonyesha kwamba katika Agano Jipya Mungu anaishi ndani ya kanisa, sio tena nje ya kanisa. Wow! Na maana Mungu anaishi ndani yako, anaishi ndani yangu, maana sisi ndiyo kanisa. Hadithi ya Biblia imeandikwa katika muktadha wa kihistoria. Hii inamaanisha kwamba tarehe, muda na mahali inapotajwa inakuwa ina umuhimu wake wakati tunaanza kuwafundisha watu wengine. Pia inamaanisha kwamba kwa mfano Paulo alipoandika barua, aliandika kwa kundi maalum la watu kwa sababu maalumu. Kila barua inapoandikwa inakuwa na maana yake. Kila barua inapotumwa inakuwa na maana yake. Kwa hiyo basi tutakuwa na mtihani wetu kesho, na tunaomba tafadhali kila mwanafunzi ambaye amefuata sura ya kwanza ya mafundisho haya awe tayari kwa ajili ya mtihani wake. Asante.